Sasa Christina Daniel kutoka kule mbali Sumbawanga atakuwa na sisi mpaka Jumapili. Basi upige makofi basi mama. Naomba tusimame kama kweli mnampokea mgeni wangu, tusimame tupige makofi. Weka. Mmesimama. Mwenyezi Mungu mtakatifu, naomba kumtumia mtumishi wako Christina Daniel. Umempaka mafuta kwa ajili ya kusanyiko hili katika wiki nzuri na baraka la Christmas. Naomba Bwana mtumie kwa neema, kwa viwango vikubwa, kwa nguvu nyingi katika jina kuu la Yesu. Amen. Asante sana, naweza kuketi mahali ulipo. Amani haleluya. Nisaidie kupunga mkono wako mbele za Bwana. Kama mwanamke amekuja na kigelegele kizuri kwa ajili ya Yesu, unaweza ukampigia Yesu kigelegele chako. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninajisikia kunyenyekea sana mbele za Mungu. Ninamshukuru Mungu kwa heshima hii kubwa aliyonipa kusimama mbele yako jioni ya leo. Haleluya. Kipekee sana nimshukuru sana Baba. Mungu akubariki sana. Asante sana kwa heshima ambayo mmenipa pamoja na mama. Mungu akubariki sana. Nikikuona naona nimemwona mama yangu, kwa hiyo najisikia vizuri sana. Lakini pia dada Judy, asante sana kwa kunipokea nyumbani kwako. Mungu akubariki sana. Ninaamini Bwana atakutendea mema. Haleluya. Lakini niwashukuru pia wote, najua mlipotangaziwa au umepata taarifa kwamba mgeni anakuja, ulitamka kitu chochote mbele za Mungu kwamba Bwana tunatamani tukuone. Kwa hiyo kila mtu mahali hapa ni wa maana sana. Haleluya. Viongozi wa kanisa hili, Mungu awabariki sana, wazee wa kanisa, mashemasi, viongozi wa idara na washirika wote kwa ujumla. Amina, watu wa Mungu. Jamani, haleluya. Bwana asifiwe. Bwana niwe kwa imani nisimame, nipande milima yote. Bwana nipandishe, Bwana Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Christina Daniel, lakini jina la Daniel ni jina la baba yangu, lakini walio wengi wananiita Christina Baraka kwa maana ya mume wangu. Mimi ni mama. Bwana amenijalia kuwa na mume mmoja na watoto 4. Bwana Yesu asifiwe sana.
huwa ninapenda kusema mimi ni yule niliyetoka kwenye uzee kuja ujanani. Haleluya, Bwana asifiwe. Wangapi tumesikiliza zile shuhuda na TV? Nipungie hivi mkono. Baadhi ya watu wamesikiliza. Amina, Mungu awabariki. Lakini wewe ambaye hujasikiliza utasikiliza hapa. Haleluya, Bwana atanipa neema tunavyoendelea na ujumbe huu. Kama Mungu atanipa neema basi utasikia. Lakini nimeokoka, ninampenda Bwana Yesu aliyeniokoa na kunitoa kwenye vifungo mbalimbali vya mwovu Shetani. Haleluya. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kunipa neema ya kusimama mbele yako jioni ya leo. Tuko kwenye wiki letu zuri kabisa, wiki la Christmas. Tutakuwa tunaongea habari za Yesu mahali hapa. Haleluya. Baba ameshaanza kuongea. Hebu tumpigie Yesu makofi mazuri kwa ajili ya Baba. Jamani, haleluya. Hayo makofi ni mnampigia Baba. Sasa tupige makofi mazuri kwa ajili ya huyu Yesu ambaye ni halisi kwenye maisha yetu. Kabla sijasema chochote, nataka nikwambie hivi, maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, sawa jamani? Lakini jawabu sasa la ulimi linatoka kwa nani? Kwa Bwana. Kwa hiyo Mungu anajibu vile vitu ambavyo wewe umefanya maandalizi ya kuvipata. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwenye hili wiki la Christmas, maandalio ya moyo ni ya kwako, lakini kwenye yale maandalio ambayo umeyafanya, nataka nikwambie Mungu ni halisi, anayo majibu kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Basi tutakuwa tunajifunza somo hili kwenye hili wiki. Somo linasema hivi: umuhimu wa matengenezo wakati huu wa kukumbuka kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Narudia tena, umuhimu wa matengenezo wakati huu wa kukumbuka kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ninarudia tena, umuhimu wa matengenezo wakati huu wa kukumbuka kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yatakayotuongoza kwenye ujumbe huu, tutakuwa na hiki kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari wa 6, lakini kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari wa 21 mpaka mstari wa 23. Naomba tufungue hayo maandiko, tutayasoma hayo. Kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari wa 6, naomba tusome. Naomba nisome maana sioni aliyepata. Kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari wa 6, Biblia inasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari wa 21, Biblia inasema, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujumbe unasema umuhimu wa matengenezo wakati huu wa kukumbuka kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo.
Lakini tumesoma maandiko haya kwenye kitabu cha Isaya kwamba maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, anasema na uweza wa kifalme uko mabegani mwake. Anayataja majina ya Yesu pale, anasema jina lake ataitwa Mshauri wa Ajabu, anasema ni Mungu mwenye nguvu, lakini Baba wa milele na Mfalme wa amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anasema ni mtoto mwanamume, anaongelea kwa habari ya uweza wa kifalme ambao utakuwa kwenye mabega yake. Manake tukio la Yesu kuzaliwa, anapokuja na ule uweza, manake anakuja kukabiliana na ufalme mwingine kwa ajili ya maisha ya mwanadamu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaposoma haya, naomba nikwambie maneno haya: dhamiria kutoka ndani ya moyo wako kumwona Mungu kwa jicho la kiroho kwa upya. Bwana, ni hizi nyakati ambazo tunakumbuka kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ili unufaike na kule kuzaliwa kwa Yesu kwa ajili yako. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ninarudia tena kusema, tunapoendelea na semina hii, dhamiria kutoka ndani ya moyo wako kwamba nimeamua, nataka nimtazame Yesu kwa upya. Sawa jamani? Wengi wetu tuko kanisani, lakini kwa kweli sio wanufaika wa kuzaliwa kwa Yesu. Asilimia bado tukijitazama tunaona kabisa kwamba bado hatujanufaika. Bwana asifiwe. Yesu anaitwa Mshauri wa Ajabu, lakini kuna mtu bado anapita kwenye taabu, bado ana maswali mengi kwenye moyo wake na hajapata majibu. Lakini anasema Yesu ni nani? Ni Mshauri wa Ajabu. Lakini kila wakati moyo una mahangaiko, moyo unatangatanga, hauna majibu, hauna chochote unachoelewa. Lakini mtu yuko wapi? Kanisani. Nimekuletea Yesu ambaye ni halisi, ambaye ni Mshauri wa Ajabu. Ninapenda kusema Mungu ni halisi kwa sababu mimi ni miongoni mwa wanufaika ambao wamenufaika na ile thamani ya Yesu kuzaliwa kwa ajili yetu. Haleluya, haleluya. Ninatamani kila mtu kwenye hili wiki adhamirie kutoka ndani kwamba hapa mahali ambapo sijapata majibu, ninatamani niyapate majibu. Ninayapataje haya majibu? Lazima macho ya moyo wangu yatiwe nuru, nimtazame Kristo sawasawa. Lile kusudi la kuja kwake nilitazame, yale mapenzi ya Mungu kumtoa mwanae kwa ajili yetu niangalie kwa jicho ya kiroho. Nikishayatazama ninaanza kujiangalia na mimi, ninajiona kumbe kuna mahali natakiwa kufanya matengenezo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Nimesema kichwa cha ujumbe kinasema umuhimu wa matengenezo kwenye nyakati hizi za kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu kwenye maisha yetu. Haleluya. Kuna mahali kanisa tumekwama, kuna mahali tunahitaji matengenezo, kuna mahali tunahitaji kutengenezwa ili tupige hatua. Kuna maeneo unaweza ukajikuta unazunguka hapo hapo kama vile ambavyo ilikuwa kwa wana wa Israeli. Licha ya kwamba Mungu alitazama machozi yao, akamwambia Musa, nimekiona kilio chao, lakini angalia, ameonyesha miujiza mingi, lakini wale watu wakabaki wanazunguka eneo lile lile. Kwa nini? Kwa sababu macho yao kiuhalisia yalikuwa hayajamwona Mungu halisi ambaye wanaye. Bwana asifiwe. Bwana atusaidie jamani. Haleluya. Kwa hiyo niko hapa kukutia moyo rafiki yangu
ajabu sana. Uwezo ulioko kwa Yesu si vile ambavyo unatazama kwenye macho yako. Nataka nikwambie, Mungu ambaye tunamwabudu na Yesu tunayemsemea hapa ni yule ambaye amekuja kwa ajili yako wewe. Kwa hiyo ukikaa hapa, ni wewe umeamua. Dhamiria kutoka ndani yako ili unufaike na kule kuzaliwa kwa Yesu kwa ajili yako. Umefungwa huko gerezani, umekaa pale gerezani kwa muda mrefu, unapambana, hauelewi utatokaje pale. Wanakuletea Yesu sasa, huyu hapa ndio amekuja kukutoa gerezani, unabaki unamwangalia. Wale walinzi wa gereza walishajua huyu ni nani, wenyewe wameshaachilia vyote, wameinua mikono, wamesalenda. Umebaki wewe kunufaika ili utoke hapo. Haleluya jamani, amina. Lazima ukubali kutoka moyoni mwako, ujione kabisa kwamba kwa kweli ninaona kwa kupapasa, ninahitaji jicho la kina, jicho la kiroho ili nitoke hapa. Na ambaye atadhamiria kutoka ndani ya moyo, nakwambia Yesu ni halisi. Yesu ni halisi kabisa. Haijalishi umepita kwenye changamoto miaka mingapi, haijalishi watu wamekuhesabia. Nataka nikwambie, macho ya moyo wako yakitiwa nuru, ni lazima utatoka hapo ulipo. Anazo hatua kwa ajili yako, amezaliwa kwa ajili yako. Hebu mgeukie jirani yako, mwambie Yesu amezaliwa kwa ajili yako. Kwa sababu ya machozi yako amezaliwa, kwa sababu ya huzuni zako amezaliwa, kwa sababu ya kufungwa kwako amezaliwa. Jamani, amina. Kwa sababu ya kuteswa kwako amezaliwa. Nakwambia anayo majibu. Baba alikuwa anaongea hapa, anasema kule kwa manabii hakuna usalama, si ndio jamani? Jamani, haleluya. Tumaini letu liko kwa nani? Yesu alikuja ili tuwe na tumaini, lakini jiangalie. Saizi unaweza tukakuona umechangamka unaimba, lakini ndani ya moyo huna tumaini. Haleluya. Kwa hiyo dhamiria. Leo tutaweka tu utangulizi. Dhamiria ndani yako. Jamani, amina. Wanawake wenzangu, amina. Dhamiria kutoka ndani yako. Unataka kupanda viwango vya huduma, dhamiria. Jamani, haleluya. Jamani, amina. Kuna mtu amekaa mahali amelia kwa kipindi kirefu. Usikae hapo unalalamika, usikae hapo unajihesabia haki. Dhamiria, mwangalia Yesu kwa upya. Paulo akaliombea kanisa la Efeso, aliona hawajanufaika. Kisoma kitabu cha Efeso ile sura ya kwanza mstari wa 18 kama sikosei, anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Haleluya. Haleluya. Mimi ni maombi yangu kwenye wiki hii, macho ya moyo wako, macho ya moyo wangu yatiwe nuru, ili tunufaike kwa kweli kwa Yesu kuja kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Ulishawahi kuwa na wazazi alafu unufaiki? Yaani una wazazi lakini haujanufaika na kuwepo kwa wazazi wako, au wewe ni mtoto wazazi wako hawanufaiki kwa wewe kuzaliwa. Umeshawahi kukutana na kitu cha namna hiyo? Mimi nimepita kwenye hayo maisha. Nilipookoka nikafukuzwa nyumbani, kwa hiyo mimi sikunufaika na ule upendo wa wazazi. Mimi sijanufaika kabisa, lakini hivi ninavyoongea ndio ninaponufaika. Sasa nataka nikwambie nini? Usije ukakubali ukashindwa kunufaika kwa watu wengine alafu ukamkosa na Yesu. Ni hasara kubwa. Mimi mwenzio kuzaliwa kwa Yesu kumeninufaisha kabisa. Haya maandiko ni makubwa sana. Anaposema ni mshauri wa ajabu, kuna kipindi niliingia kwenye maombi, nikanamwambia Mungu, ulijifunua kwa kina Musa,
nikamwambia Mungu, nimesoma hili andiko, unasema kwa ajili yetu sisi mtoto amezaliwa, haujachagua rangi wala kabila, haujaweka ukoo fulani. Nikasema kumbe na mimi kwa ajili yangu Yesu amezaliwa. Nikaanza maombi, nikasema Yesu, jifunue kwangu kama mshauri wa ajabu. Haleluya! Maana nilifika mahali nina maswali mengi, sielewi chochote, nimefukuzwa nyumbani, kila mahali mambo hayaendi, nakamatwa napelekwa polisi, lakini nimeokoka, ila bado sijaanza kunufaika. Maana huwezi kunufaika mpaka uelewe. Nakwambia hutanufaika mpaka umwelewe Yesu mwenyewe. Hauwezi kunufaika. Itakuwa wenzao wakisimama wakitoa shuhuda, yaani tumemwona Bwana anafanya, wewe uelewe, unasema sio kweli. Hakuna Mungu hujanufaika. Ujue Yesu ni mshauri wa ajabu kwenye maeneo yote. Nakwambia hakuna eneo Yesu hawezi kushauri wewe. Bwana atusaidie. Baba ameongea kwa habari ya ndoto. Yesu ni mshauri wa ajabu. Haleluya! Kwa habari ya ndoto Yesu ni mshauri. Ni mshauri kabisa. Leo hii tumepoteza ile karama ya unabii makanisani kwa sababu ya taharuki. Watu hawasomi neno, hawajanufaika na huyu Yesu ni nani. Akiota tu ndoto wameziingiza kwenye utendaji. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Mambo ya rohoni itamulikana na watu wa watu. Ndio maana nimesema Biblia kutoka moyoni mwako, macho ya moyo wako yatiwe nini? Nuru. Natamani wote tunufaike. Bwana asifiwe. Natamani kanisa la mahali hapa tunufaike, ili tuchukue hatua tutoke hapa tulipo. Ukishanufaika na Yesu, nakwambia hautabaki hivyo ulivyo katika mazingira yako ya kiroho, lakini na katika hali yako ya kimwili pia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Kwenye hiki kitabu cha Mathayo anaongelea kwa habari ya kwamba anaitwa Immanueli, yaani Mungu pamoja na sisi. Lazima uwe mnufaika, maana ya Mungu pamoja na wewe mwanadamu. Lazima uelewe. Unajua vile ambavyo tumekuwa wavivu, tunataka vitu vyepesi vyepesi, yaani hatutaki kulipa gharama, tunataka mambo yatokee yaani kirahisi tu. Kwa hiyo tumeshapoteza ule uhalisia wa Mungu kwenye nini? Kwenye maisha yetu. Waswahili wanasema usione vinaelea vimeundwa. Leo hii ni maajabu kanisani, yaani mshirika tu anaweza akakaa kwenye TV anaangalia wale manabii wa uongo, anaweza akachukua mafuta huyo, wanachukua maji yale, na yeye anachukua, anasema haya maji yamebarikiwa. Kwa vile anavyoelekezwa kule anafanya vile vile. Wakisema anasema hivi, toa sadaka, kanisani atatoa 1,000 2,000, lakini kule nje anatoa mpaka 50,000 kwenye TV. Bado hujakutana na mshauri wa ajabu aliyebeba suluhisho la maisha yako. Bado hujakutana naye. Haleluya. Haleluya. Yaani kwenye nyakati hizi unahitaji kuongeza viwango vya kumtafuta Mungu. Maana shetani ni kama simba ungurumaye, anazunguka anatafuta mtu ammeze. Kwa hiyo kabla hajakumeza, tafuta unufaike kwenye kuzaliwa kwa Yesu kwa ajili yako. Haleluya. Alikuja ili tuwe huru, lakini bado tumefungwa. Yaani watu, baba ameongelea kwa habari ya matumaini. Alikuja ili tupate tumaini, lakini kuna watu hawana tumaini kabisa. Yaani mchungaji atahubiri, atabandika na mikono, watu hawana imani kabisa. Kumwelewa Mungu ni mchakato. Kumwelewa Mungu ni kuchakatwa. Lazima
mchakato. Sasa hatutaki kupita kwenye mchakato. Jamani, haleluya! Wangapi tunataka kufanana na Yesu? Wote hapa tunataka. Tuko tayari kupita kwenye zile njia zake? Maana ni kielelezo. Tusije tukafika mahali ikatuvaa ile roho ya Mafarisayo, tukawa tukikaa hapa tunamkiri kwa vinywa vyetu, lakini akitutazama mioyo yetu iko mbali na yeye. Na ndivyo ilivyo asilimia kubwa. Yaani kuna mtu haelewi, ambaye anaelewa kwamba Yesu ameuzaliwa kwa ajili yangu. Akitoka nyumbani ameandaa moyo wake, amejiandaa kukutana na baba yake. Lakini angalia leo tukiingia kanisani, hata maandalizi ya kuja kukutana naye hatuna. Wengi wetu tumetoka tu nyumbani, labda yuko zamu anaimba sifa, na mimi ninaimba sifa kanisani kwetu. Labda yuko zamu amepanga madhabahuni, ndio sababu tu amekuja kanisani. Na ole wao sasa wasimpange au wachelewe kama hivi ambavyo tulichelewa sisi, akute anaimba mtu mwingine. Uniambie unanufaika? Haleluya, haleluya, haleluya! Bwana asifiwe. Hana kitu anachoelewa, anakuja kwa sababu ya. Ndio maana akifika kanisani akifanya kile anachofanya, mwingine ni kwaya tu. Leo ni zamu yetu, idara fulani tunaimba, alisolo sehemu, yaani aje tu hapa. Sasa omba wenu wafike, mwambie pale ukupakalili vizuri, tumeona aimbe. Jamani, amina! Jamani, amina! Kimya kingi kinamshinda, si ndio? Sasa ujumbe unasema umuhimu wa matengenezo kwenye wakati ambao tunakumbuka kuzaliwa kwa Yesu. Christmas sio pilau, Christmas sio nguo, Christmas ni ukombozi wako, ni upendo wa Mungu kwa mwanadamu, ni ule upendo wa Mungu wa kina. Kwa hiyo ukijiona uko kwenye hali hiyo, kuna umuhimu wa kufanya matengenezo. Lazima tutengenezwe. Matengenezo ninayoongelea hapa sio yale ya juu, ni matengenezo ya kina ya ndani ya moyo wako. Haleluya, Bwana asifiwe. Hata kama kanisani unaonekana ni mtu wa ibada, unaonekana ni mtu wa maombi, unaonekana ni mwimbaji mzuri, una maongozi ndani yako, lakini kama bado hujanufaika na kuzaliwa kwa Yesu, lazima upite kwenye matengenezo. Sio matengenezo ya nje, ya ndani ya moyo wako. Haleluya, jamani, amina! Bwana asifiwe sana, Bwana asifiwe. Matengenezo ya moyo, lazima upone kutoka ndani. Bwana atusaidie. Unajua matokeo ya maisha yako ya nje ni ile hali ya moyo wa kwako wewe. Yaani vile mtu anavyoongea, hata akijikaza, vile ambavyo mtu anaweza akareact akikwazwa, ni matokeo ya hali ya moyo wa ndani. Atakuwa tu salama hapa, mnafanya vitu anavyovitaka, fanya kile ambacho hataki, ona anavyopokea. Ni matokeo ya ugonjwa wa moyo wa ndani. Haleluya! Kwa hiyo tunahitaji matengenezo ya kina. Tumepoteza maana kabisa ya Yesu kuzaliwa kwenye maisha yetu. Yaani kuna mtu sasa hivi yuko kwenye mikopo, anahangaika, anatafuta pilau, anatafuta nguo za watoto, yuko kwenye mkopo. Huyo hajui, hajanufaika na huyo mshauri wa adabu. Jamani, amina! Kama uko kwenye hali hiyo, mimi sikatai kula na kunywa, lakini usifike mahali uka
Ni maajabu. Haujanufaika. Krismasi sio pilau. Laiti kama ungetazama kwa kina, ungeiangalia Krismas, ungeona moyo wa Mungu kwa mwanadamu, ungeliona lile anguko, ungeona maisha yako ya dhambi, ungetafuta matengenezo kwamba Yesu, ninatamani Krismas ya awamu hii tunapomaliza mwaka uzaliwe kwa upya ndani ya moyo wangu. Hicho ndicho ambacho ungekipigania. Badala ya kwenda kukopa, ungetafuta tatu kavu ziko wapi, ungetafuta neno la Bwana liko wapi. Unaanza kusoma, unaangalia kwa nini Yesu alizaliwa, kwa nini Yesu alikuja, kwa nini yupo na kwa nini ni kwa ajili yangu. Shida ni nini? Haleluya, Bwana asifiwe jamani, haleluya, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ninapoangalia haya matengenezo, ni ule mchakato ambao unaanzia ndani. Ukisoma historia ya Biblia unakuta mambo yaliyotokea kule mwanzo. Huwezi ukaongelea kuzaliwa kwa Yesu kabla hujaongelea anguko la mwanadamu. Bwana atusaidie. Huyu Emmanuel anayetakiwa kuja, ambaye ni Mungu pamoja na sisi hapa, kwa nini sasa aliondoka akawa sio Mungu pamoja na sisi? Nini ambacho kinamuondoa kwenye maisha yetu? Lazima uangalie kwa nini wewe haunufaiki na yale madhihirisho. Baba ameongea kwa habari ya baraka, na kweli baraka ni yale madhihirisho ya uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Hizo ndizo baraka. Kuna mtu haelewi, anajua baraka, pokea magari, pokea vitu, pokea nyumba. Hapana, baraka ni yale madhihirisho ya uwepo wa Mungu kwenye maisha yako, yaani yule Mungu pamoja na sisi. Basi tukikutazama tunaona kuna mambo yanatokea. Wakati ule Musa anamuomba Mungu akasema, nisipotoka na wewe hapa hatuendi. Mungu akampa majibu akamwambia, uso wangu utakwenda pamoja na wewe, nami nitakupa raha. Raha ilikuwa ni madhihirisho ya kwamba Mungu yuko pamoja na Musa. Lakini jiangalie, una raha? Yale mambo ambayo yanakukabili ndani ya moyo wako kunasema nini? Je, unayo ile roho ya Kristo Yesu? Haleluya, Bwana asifiwe. Jitazame tu pole pole tutakapokuwa tunaendelea na hii semina. Nakwambia neno la Mungu ni kioo. Dhamiria kutoka ndani likumulike, likukague maeneo yote. Nakwambia baada ya semina hii hautabaki hivyo hivyo, hatua zako zitaongezeka. Utatoka mahali hapo ambapo umepita kwa muda mrefu. Hata mimi kuna wakati nililia sana, nikawa nabaki pale pale, ninalia, ninamlaumu Mungu, kwa nini niko hapa? Nikaja kujiona ndani yangu kumejaa vurugu, kumejaa chuki, kumejaa hasira. Angalia vile unakabiliana na matatizo. Shetani hakunyimi ibada, atakutenda kwa akili. Utakuja ibadani lakini hutanufaika na ibada, maana Mungu anauchungulia moyo. Moyo ule msafi unatoa chemichemi za uzima. Nakwambia moyo wako usipolindwa unatoa chemichemi za mauti, kinyume cha uzima na mauti. Jamani, amina. Kwa hiyo tunahitaji matengenezo ya kina. Ninatamani tunufaike, tusibaki kama wanadini kwamba Krismasi tunachinja mbuzi. Sawa, tuchinje mbuzi, lakini tunapokunywa ile supu ya mbuzi, basi tuseme Bwana umetuweka huru. Kwa neema yako tuko salama, kwa neema yako tunapiga hatua. Angalia vile unahangaika, unaenda kuomba ushauri kwa watu mbalimbali. Mwisho ukiomba sana ushauri, watu wanachoka, watu wanakuchoka, wanatumia yale
lakini atakuwa ni Yesu ndani yao. Lakini usiende kwa wanadamu kuwabebesha mizigo, hawana uwezo wa kubeba, mtakosea wote. Haleluya. Hivi kwa mfano, mimi hapa, huyu dada, njoo dada, njoo. Njoo. Si unamwona huyu? Tunapigana naye sasa huyu. Kuna mtu yuko pale, yule rafiki yake atakuwa rafiki yake huyu aliyeimba naye pale. Mimi na huyu dada tuko kupigana, nimemkwiba. Yule, njoo wewe. Wewe uliyekuwa unaimba, njoo kimbie. Haya, wewe ndio unakuja unakuta mimi nampiga huyu, uniambie kitu utakachokifanya. Fanya hicho kitu utakachokifanya. Si umemwona? Yaani hatafuti suluhisho, hatafuti kupatanisha, anaungana na huyu na watageuka wanishambulie mimi. Asanteni, Mungu awabariki, wapigeni makofi. Kwa hiyo unapobeba matatizo yako unampelekea mtu yule ambaye ni wa karibu yako vyovyote, badala ya kushughulikia lile jambo anasimama upande wako, mnaanza kujazana maneno, atakoma. Nakwambia hadi kufika mbali, nakwambia tutamnyosha, nakwambia fanya hivi. Lakini nataka nikwambie, ukienda kwa Yesu, kazi yake ni kupatanisha. Ni mfalme wa amani, analeta utulivu mahali ambako hakuna utulivu. Hata kama ugomvi ni mkubwa umewaka moto, nakwambia yeye ni moto ulao, yeye ni simba wa kabila la Yuda. Nakwambia akishuka hapo analeta usalama wa kila kitu. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Kwa hiyo tutaendelea kushughulika na moyo ulioharibika. Tutaona namna moyo ulivyoharibika ulivyo kwenye hii semina. Alafu tutaona vile Mungu alivyo tayari kututengeneza na ule utayari wako ambao utakuwa umedhamiria. Hebu mwambie jirani yako, dhamiria. Yaani unamwambia shetani afe kipa, afe beki, lazima nitoke hapa, lazima nitafute kunufaika na Yesu. Nakwambia Yesu ni mtuliza dhoruba, Yesu ni mtuliza mawimbi. Lazima ukubali kunufaika naye. Kuna vita moja nilipitia huko nyuma, ilikuwa ni vita ya maneno. Watu fulani waliinuka sana kwa habari ya huduma yangu, nikaa nimeshachanganikiwa, wamenisema vitu vingi sana. Nilipokuwa ninamuomba Bwana, nilipokuwa ninaomba Bwana akaniambia nyamaza kimya, lakini nilikuwa na nafasi ya kumweleza mtu mwingine, nilikuwa na nafasi ya kujitetea kabisa. Mungu akaniambia nyamaza kimya. Ukinyamaza kimya unanipa nafasi ya mimi kukutetea, lakini ukiongea ina maana wewe unajua kuliko mimi. Jamani, haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Yesu ni mshauri wa ajabu, waga anamaliza matatizo bila kudhurika. Ule muda ambao yaani ni mbea kweli, yaani si kasema nini, utumie mbele za Bwana, mwambie Bwana niko hapa, ni shauri. Nakwambia Mungu ni halisi, anaongea. Tutakapokuwa tunaendelea, utaona vile ambavyo amefanya kwenye maisha yangu. Mungu anaongea jamani. Mungu ni kama baba yule pale, unaenda hivi unamwambia baba nina shida, babangu shikamoo, anaipika. Alimwambia Yeremia, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Kwa ajili yako Yesu alikuja kuyaweka wazi ambayo wewe huyajui. Alikuja kukuweka huru mahali ambapo umefungwa. Dhamiria moyoni mwako, wiki hili utamwona Bwana. Amba usimame mahali ulipo, utamwona Bwana kwenye moyo wako. Nakwambia Bwana atakushangaza. Nakwambia Mungu ni halisi, aliyefanya kwenye miaka mingi iliyopita, ule wakati wa kina Elia, ule wakati wa kina Shadraka, Meshaki na Abednego, hata leo kwetu anaweza kufanya. Kanisa la Galilaya lazima tukubali, lazima tumkubali Bwana, lazima tudhamirie, tusibaki na ile pambio, nampenda Yesu wa Galilaya, ametenda makuu
kuona makuu yanayoonekana. Haleluya! Wangapi tunasema tuko tayari kudhamiria? Utakapotoka mahali hapo, ukienda nyumbani, nenda chumbani kwako, omba, mwambie Bwana, nimedhamiria Christmas hii sio kama ya mwaka jana. Nataka nikuone ukijifunua kama mshauri wa ajabu. Ule wakati sina nguvu, nataka nikuone kama Mungu mwenye nguvu. Wakati moyo wangu una utulivu, nataka nikuone kama mfalme wa amani. Maana wewe ni Baba wa milele, hauna mwisho. Nataka niuone umilele wako ndani yangu. Hebu wakati umshukuru Mungu, alafu jiweke wakfu tena kwa ajili ya semina hii. Mwambie Bwana, nipe neema ya kudhamiria moyoni mwangu. Baba, tunanyenyekea chini ya mkono wako ulio hodari. Wewe ni Mungu wetu ambaye umetuona kutokea mbali, unatuazia mema kwenye maisha yetu. Ndio maana Baba ukakubali kumtoa mwanao Yesu Kristo kwa ajili yetu. Baba, ulimleta ili atupe ushauri. Kuna mambo mengi ambayo tunayapitia hayana majibu. Kuna maeneo mengi ambayo tumekuwa dhaifu. Bwana, kwenye wiki hili tukakuone Yesu, tukaone viwango vyetu vinaongezeka, tukaone utendaji wetu kwenye huduma unaongezeka. Kama ni waimbaji Bwana, ukawajilie kwa nguvu nyingi, maana wewe ni Mungu mwenye nguvu. Wewe ndiye mfalme wa amani. Lihudumie kanisa hili Bwana. Asante kwa kuwa neema yako ni kubwa. Mungu, tunakutarajia kwa nguvu nyingi. Bwana, tunaamini tutakuona kwenye viwango vikubwa. Yesu, asante maana kwa ajili yetu umezaliwa. Baba, tunakupigia makofi wewe, tunakushangilia maana unastahili. Ombi atafanya maajabu mahali hapa. Pigie tu makofi, anastahili heshima. Haleluya, haleluya. Bwana, tunakuamini. Pokea sifa na utukufu. Tunakuamini Bwana katika utendaji wako. Asante kwa kuwa Bwana utafanya matengenezo ndani yetu, utaturejesha upya Bwana. Tutanufaika na ile thamani yako Bwana, tutanufaika na kule kuzaliwa kwako. Wewe ni Emanueli, yani Mungu pamoja na sisi. Bwana, tutakuona kwa viwango vya tofauti. Haleluya, haleluya. Amen.